Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Huyo alikuwa nukitalhia kwa ajili ya masuala ya uwanjani. Kitendo kinachofuata hivi sasa, napenda kumkaribisha jaji kiongozi Ukhtiraifa kwa ajili ya kutupa matokeo ya mashindano yetu kwa siku hii ya leo pamoja na zoezi la utoaji wa zawadi. Tunamwomba ndugu mgeni rasmi pamoja na msimamizi wa mashindano kwa upande wa wanawake kusimama mbele kwa ajili ya kuwazawadia wanafunzi wetu. Ukhtiraifa, tafadhali. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات وبفضله تتنزل الخيرات، ثم الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Ndugu mgeni rasmi Bi Maimuna Fadhil Abbas ambaye ni mkaguzi mkuu wa elimu Zanzibar, ndugu amira wa kamati ya wanawake ya jumuiya ya kuhifadhisha Qur'ani Zanzibar, Muallimat Abla Muhammad Abdurrahim, ndugu wageni waalikwa, ndugu walimu, ndugu wanafunzi na nyote mliohudhuria hapa pamoja na mnaotutazama na kutusikiliza kupitia vyombo mbalimbali vya habari. Ufuatao ni utoaji wa matokeo ya mashindano haya makuu ya kimataifa ya kuhifadhisha Qur'ani Zanzibar yaliyoandaliwa na Jumuiya ya kuhifadhisha Qur'ani Zanzibar. Lakini kabla ya kuyatoa matokeo hayo, naomba kuchukua fursa hii adhimu kuitanabahisha hadhara hii tukufu kama ifuatavyo. Majaji mbele yenu tumejitahidi na tumefanya jambo kubwa la kuwatahini wanafunzi. Kwa hiyo, kwa pale ambapo tumepatia, basi hizo sio nguvu zetu wala ujanja wetu, ila ni taufiki yake Allah subhanahu wa ta'ala. Wama tawfiqi illa billah. Na kwa pale ambapo tumekosea, basi tunaomba maghfira kwa Allah subhanahu wa ta'ala, kwa sababu alkamalu lillah. Tunamwomba Allah atusamehe na tuongoze. Mashindano yetu ya leo yalishirikisha wanafunzi ambao ni wenyeji kutoka Zanzibar pamoja na wageni ambao wanatoka nje ya nchi ya Zanzibar. Lakini vile vile washiriki wote wa leo walikuwa ni kwa wanafunzi waliohifadhi juzuu 30, ambalo pote hili lilikuwa na jumla ya washiriki 10. Mwanafunzi aliyepata nafasi ya kwanza ni mwanafunzi Fatime Muhammad Jibril mwenye umri wa miaka 19 kutoka Chad, aliyepata jumla alama 100. Mwanafunzi amezawadiwa fedha taslimu shilingi milioni 4, pete ya dhahabu, shahada ya ushiriki, gesi, kettle na zawadi maalum. Takbir! Takbir! Mshindi wa pili ni mwanafunzi Saima Hassan Suleiman mwenye umri wa miaka 18 kutoka Tanzania bara, aliyepata alama 99.75. Mwanafunzi wetu huyo amezawadiwa fedha taslimu shilingi milioni 3, pete ya dhahabu, bedsheet, kettle, shahada ya ushiriki na zawadi maalum. Takbir! Takbir!
Tukiendelea na mshindi wa 3 ni mwanafunzi Hafsat Muhammad mwenye umri wa miaka 21 kutoka Nigeria aliyepata alama 99.5. Mwanafunzi wetu huyo amezawadiwa fedha taslim Mshindi wa 3 ni mwanafunzi Hafsa kutoka Nigeria. Mwanafunzi wetu huyo amezawadiwa fedha taslim shilingi milioni 2, oven, seti ya gilasi, shahada ya ushiriki, kettle na zawadi maalum. Takbir! Tukiendelea na washiriki wa 4, hapa tulikuwa na jumla ya washiriki 2 ambao wote wamepata nafasi ya 4. Nao ni Sara Yusuf Ali mwenye umri wa miaka 20 kutoka Zanzibar aliyepata alama 98.5. Wanafunzi wetu wamezawadiwa fedha taslim shilingi milioni 1.5, pasi, kettle, shahada ya ushiriki, package ya umra na zawadi maalum. Takbir! Tunakumbushana, tumesema nafasi ya umra ni kwa Mzanzibari atakayepata nafasi ya kwanza. Sara Yusuf, Allah amemjalia ndiye aliyepata nafasi hiyo. Takbir! Mshiriki wa 4 mwingine ni mwanafunzi Fatima Mansur mwenye umri wa miaka 18 kutoka Ghana na vile vile amepata alama 98.5. Mwanafunzi amezawadiwa fedha taslim shilingi milioni 1.5, blender, kettle, shahada ya ushiriki na zawadi maalum. Takbir! Hao ni washiriki 2 ambao wamepata nafasi ya 4. Kwa hiyo kiutaratibu wa kimahesabu, kwa vile washiriki wa 4 ni 2, hivyo basi mshiriki wa 5 tutakuwa hatuna, na mshiriki wa 6 ni bi mkubwa Asim Muhammad mwenye umri wa miaka 20 kutoka Zanzibar aliyepata alama 98. Wanafunzi wamezawadiwa fedha taslimu shilingi milioni 1.5, pasi, kettle, shahada ya ushiriki na zawadi maalum. Takbir! Mshiriki wetu wa 7 ni mwanafunzi Thuwaiba Ali Muhammad mwenye umri wa miaka 15 kutoka Zanzibar aliyepata alama 97.75. Wanafunzi wamezawadiwa fedha taslimu shilingi milioni 1.5, shahada ya ushiriki, pasi, kettle na zawadi maalum. Takbir! Mshiriki wetu wa 8 ni mwanafunzi Chafata Yusuf mwenye umri wa miaka 18 kutoka Nigeria aliyepata alama 97. Wanafunzi wetu wamezawadiwa fedha taslimu shilingi milioni 1.5, pasi, shahada ya ushiriki, kettle na zawadi maalum. Takbir! Mshiriki wetu wa 9 ni mwanafunzi Fatima Taha mwenye umri wa miaka 22 kutoka Uganda. Yeye amepata alama 92. Wanafunzi wamezawadiwa fedha taslimu shilingi milioni 1.5, mixture, shahada ya ushiriki, kettle na zawadi maalum. Takbir! Mshiriki wetu wa 10 ni mwanafunzi Madina Niyomutoni mwenye umri wa miaka 19 kutoka Rwanda amepata alama 89.13.
Mwanafunzi wetu huyo naye amezawadiwa fedha taslimu shilingi milioni 1,500,000, chanja ya viatu, shahada ya ushiriki, kettle na zawadi maalum. Takbir! Kwa hiyo kiujumla, haya ndiyo matokeo ya mashindano haya makuu ya kimataifa ya kuhifadhi Qur'ani Zanzibar yaliyoandaliwa na Jumuiya ya Kuhifadhisha Qur'ani Zanzibar. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.